Kuhusu mawasiliano na mwenyekiti mstaafu. Mwenyekiti apumzike, amepumzika, amesema anaomba apumzike, basi sisi vijana wake tupo. Sisi tumejifunza kwake na tuna uwezo. Umeona tumeyumba. Capacity ipo na chama hiki kitaenda. Ukweli ni kwamba kinaenda na kitaenda. Na hakitaferi popote. Mzee Mbowe. Lakini ameenda kumsema Chakwera, amekwenda na marais wawili mwashauri waende. Mzee Mbowe amefika kwa Lissu kumuona. Mtafuteni mumuulize. Shukrani sana. Na watu wanataka kadi kwa wingi. Yaani natumiwa message maelfu kwamba tutapata wapi kadi. Watu wanataka kadi. Na hiyo tunataka kwa kweli tuweke mfumo wa namna ya kusajili wanachama wa wingi. Lakini cha pili ni kuanza kwenda ku reinforce, huisha zile party machineries kule chini. Uongozi wa chama kwenye misingi. Misingi ni ile ngazi ya vitongoji, matawi kwenye ngazi ya vijiji, kata na wilaya. Kuna nafasi ambazo baadhi ya watu walikimbia kwa hofu na nini, tunaendelea kuziba. Umeona na wengine wanarudi, hata jana wengine wamerudi kwenye chama. Kwa tunaendelea kuenda kuimarisha zile ngazi. Lakini muhimu zaidi ni kampeni kubwa ya kutaka katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, na ndio hoja yetu kwa kwenda mbele hapa. Lazima ipatikane kabla ya 2030 na kabla ya jambo lingine lolote kumove. Lakini baada ya hapo ni kuswipu hao watu kuwaingiza baharini kama KANU ya Kenya ilivyokwenda baharini, tupa kule na kuweka kwenye jara takataka na kuwasahau kwa mabaya ambao wametusababishia kwa nchi hii. Juzi nilikuwa naangalia kwenye ukurasa wa X Twitter, mwanaharakati Mange Kimambi alikuwa anaizungumzia kidogo, anatoka kama ushauri kwa Chadema, alizungumza vitu vingi kuhusiana na alishtushwa, ile alihisi huenda kuna maridhiano kwa yeye ambao alihisi yuko upande wake kwamba bana Lissu akitoka, kauli ya kwamba Lissu akitoka tutaona hatua nyingine, akahisi pengine mtaenda kwenye maridhiano, na kashauri asifanyike maridhiano, lakini umetaja bunge nikakumbuka yeye akasema kama itawezekana basi angalau mshauri kama Chadema bunge livunjwe, turudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi wapate wananchi ambao watakuwa wamechagua wao kupitia tume huru. Maoni yako yakoje kwenye ushauri kwenye swali la bunge hili? Kwanza sisi nataka niweke kitu kimoja. Sisi kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maana ya demokrasi ni uhuru wa watu kujieleza. Kwa hiyo sisi tunasikiliza kila mtu, lakini mwisho wa siku chama hiki kina mifumo yake, kinafanya maamuzi kwa mifumo yake. Akifanyi maamuzi kwa shinikizo ala kwa push na mtu au kwa influence ya mtu, tutafanya maamuzi siku zote ambayo ni based on reality na kitu tunachokiona kwenye nani. Sisi hatujasema bunge, tumesema serikali iliyopo haijachaguliwa, tunatakiwa tuende kwenye uchaguzi mpya. Ndio msimamo chama chetu kilioweka tangu mwezi wa 12 na haujabadilika. Ukibadilika watu watatangaziwa. Ndio msimamo wetu, sio bunge tu. Watu walioko serikalini kuanzia juu mpaka msingi mpaka diwani, hakuna aliyechaguliwa na wananchi, na wao wanajua, na mimi najua, na wewe unajua, na Mungu anajua kwamba hao watu hawajachaguliwa.